وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وبرا كذلك tumemjalia kuwa ni mtiifu biwalidaihi, kwa wazazi wake wawili. Wabarran, na tumemjalia Yahya kwamba ni barra. Barra maana nini? Mtiifu. Wabarran biwalidaihi, na tumemjalia Yahya kuwa ni mtiifu kwa wazazi wake wawili. Na Allah tabarak wa taala amejalia utiifu kwa wazazi wawili katika daraja la pili baada ya utiifu wa kumtii yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Daraja la kuwatii wazazi katika mambo ya taa kuchukua nafasi ya pili baada ya kumwabudu Allah, kisha wazazi wawili kufanyiwa utiifu, kama alivyosema Allah kwenye Qur'an, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, alafu wa bil walidaini ihsana. Kutoka kwenye kutuelekeza juu ya kumwabudu yeye peke yake, namba 2 akawataja wazazi wawili, nafasi ya wazazi wawili kwa kijana, kwa mtoto. Amesha hukumu Mola wako ya kwamba msimwabudu mwingine zaidi yake, alla ta'budu illa iyyahu, tauhidi hiyo. Wa bil walidaini ihsana, na amesha hukumu Mola wako au ameusia Mola wako au ameamuru Mola wako au ameasa Mola wako kwamba uwafanyie wema wazazi wako wawili. Kwa hiyo amri ya kwanza ni kumwabudu Allah. Amri ya pili baada ya amri ya kumwabudu Allah, amri gani? Ya kuwatii wazazi wawili, kuwafanyia ihsani. Kuwafanyia ihsani ni kupi? Kuwafanyia ihsani Allah alivyokutaja kwenye hii aya, wa bil walidaini ihsana. Hii ihsani wanasema wanazuoni ameiwekea fathataini, tanwini, ameiwekea tanwini, hakuiwekea alifu na lam. Wa bil walidaini al-ihsan, akasema ihsana. Kilugha ya Kiarabu amefanya hivi Allah ili kila inayoitwa ihsani ingie hapo, kwamba wewe umeamuriwa uifanye kwa wazazi wako. Kwa hiyo ikiwa kuzungumza na wazazi wawili kwa sauti ndogo ni ihsani, basi Allah ameamrisha usiwapazie sauti wazazi wako. Isiwe sauti yako iko juu ya sauti ya baba, isiwe sauti yako iko juu ya sauti ya mama. Umekatazwa wao sauti zao siwe juu ya sauti yako wewe. Wewe usipaze sauti kumpazia baba, wala usipaze sauti kumpazia mama. Ihsani hiyo jinsi ilivyowekwa imeingiza jambo hilo. Ikiwa tendo la kwenda kuwajulia hali wazazi wawili ni ihsani, basi umeamrishwa uwafanyie ihsani wazazi wako wawili. Ikiwa wazazi wakiumwa, jukumu la kuwatibia liko kwako, basi umeamrishwa uwatibie wazazi wako, ihsani kwa wazazi wawili. Ikiwa nyumba yao imezungukwa na majani na wao hawana nguvu tena ya kulima, kuondosha matakataka pale, wewe kufanya hivyo ni ihsani kwa wazazi wako wawili, umeamriwa ulifanye hilo kwa wazazi wako wawili. Ikiwa kula yao ni ya matatizo, kunywa yao ni ya shida, na kwamba wewe ni kijana watakiwa ulifanye kwa wazazi wako, basi umeamriwa ulifanye hilo kwa wazazi wako kwa kadiri ya uwezo wako uliokuwa nao. Ikiwa kule kuzungumza nao ndani yake kuna kuwaombea dua,
Tunasema ahlul ilmi katika adabu za mtoto kwa mzazi, akizungumza naye amwombee dua, achomeke tu. Na jambo hili sisi hatunalo, sisi wa Afrika mara nyingi. Bwana, unazungumza na mzazi wako, kuna kipande cha dua unakichomeka pale ndani. Baba, juzi tulikwenda kule kwenye shamba lako tukaangalia, tukwenda na watu kwa ajili ya kwenda kufanya upalizi na nini. Alhamdulillah, Allah kulipe kheri, mambo yamekwenda vizuri baba, Allah kuhifadhi. Alhamdulillah. Umeona, kuchomeka vidua hapo. Allah kuhifadhi, dua hiyo. Barakallahu fik, Allah kubarik, dua hiyo. Baba, jazakallahu khaira, baba ahsana Allahu ilaik, Allah akupe mazuri, dua hiyo. Basi hiyo pia umeambiwa uifanye. Ikiwa hii ni ihsani kwa wazazi, basi umeambiwa pia uifanye. Kwa hiyo kuna mambo mengi hapo.